lakini unaweza ukashangaa kuna vituo 4 tu vya afya ndani ya kata 29. Hii kitu haikubaliki mheshimiwa mwenyekiti, haikubaliki kabisa. Tuna kata ya Uyui ambayo sasa tunaenda kujenga station ya SGR ambayo itakuwa katikati ya Uyui na Ifucha, na iomba serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu watujengee kituo cha afya kwenye kata ya Uyui. Ni kata kubwa, ina wananchi wengi, ambayo iko jirani na kata za pale jirani. Kituo hicho cha afya kitatusaidia sana pale kwenye kata ya Uyui, ambayo inaenda kujengwa station kubwa ya SGR, ambayo kutakuwa na pia kutakuwa na bandari kavu pale, na mwekezaji ameshaonekana. Kwa hiyo tunaomba tupate kituo cha afya pale. Lakini ndugu zangu, kule maeneo ya mjini katikati Uswahilini kule kwetu nilipozaliwa mimi, hakuna kituo cha afya. Kuna kata ya Chemchemu, Mwinyi, Gongoni, Tambukaleli, Mbugani na kadhalika, ambazo zote hizo hazina vituo vya afya, karibia kata 8 ambazo zinakuwa na population kubwa. Ile kata ndio niliyozaliwa mimi ya Chemchemu, ina watu wengi sana. Lakini pia alipotoka mheshimiwa Hawa na yeye pia kwao Gongoni, pale kote hatuna kituo cha afya. Tunaiomba sana serikali. Nilikuja hapa nikatoa maoni, basi ile town clinic ambayo ni zahanati ya miaka yote iko mjini, watu ongezee gorofa basi ili iweze kupata hadhi ya kituo cha afya. Leo hii ni zahanati inazalisha kwa mwezi watoto 200. Kwa hiyo mnaweza mkaona tuna uhaba upi wa vituo vya afya. Lakini kule Usule eneo ni kubwa sana, tungeweza kupata kituo cha afya. Lakini kwenye kata hizi ambazo nimezitaja pia ni lazima tupate kituo cha afya. Mheshimiwa mwenyekiti, nimalizie kuhusu bodaboda. Mheshimiwa mwenyekiti, imekuwa ni ajira ya vijana wetu, wanafanya kazi wanajipatia riziki, lakini vijana hawa wengi wanakuwa wameajiriwa na kuambiwa wapeleke fedha kwa ajiri wao, na wao kubaki na fedha kidogo sana ambayo haikizi mahitaji yao. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi binafsi nilitolea kwenda benki kuwasaidia vijana hawa wapate mkopo. Angalau halmashauri zinajitahidi sana, lakini vijana hawa ni wengi, pesa peke yake halmashauri haiwezekani. Benki nikakutana na jibu, wanasema wanataka hati ya nyumba ndio ampe mtu pikipiki. Mheshimiwa mwenyekiti, hii inakubalika kweli? Nimwombe waziri mkuu. Waziri mkuu aingilie kati swala hili. Vijana hawa wakopeshe bodaboda, waache kadi za bodaboda kwenye benki kama dhamana, wapewe bodaboda, warejeshe hizo fedha kila siku. Unaambiwa tunataka tuone mzunguko wake wa akaunti. Jamani, dereva wa bodaboda anapata wapi mzunguko wa akaunti? Kama tuko serious kabisa tunataka kusaidia hawa vijana wetu waweze kujiajiri wao wenyewe, tuhakikishe tunawasaidia kweli kweli, wakopeshwe, benki ibaki na dhamana ya kadi. Kama mtu mkubwa kama mimi au mtu mzima mfanyabiashara anakopeshwa Scania, anaacha dhamana ya kadi ya gari benki, unashindwaje kumkopesha bodaboda akaacha kadi yake ya bodaboda? Huku ni kuwabagua, na ninaomba serikali kupitia kwa waziri mkuu wakae waliangalia hili swala. Bodaboda wakopeshwe pikipiki na benki, waache kadi zao benki kama dhamana. Lakini pia unaweza kuongezea ukamwambia leta mdhamini mmoja au wawili kama litatokea tatizo lolote, lakini sio kumwambia leti hati ya nyumba. Hao ni vijana wadogo, mpata wapi hizo hati za nyumba? Naomba sana mheshimiwa mwenyekiti, na iomba serikali yangu sikivu ya Chama cha Mapinduzi tuliangalie swala hili la bodaboda kupitia kwenye mabenki yetu, kwa sababu halmashauri hazitaweza kukidhi peke yake. Vijana hawa ni wengi na hizi ni ajira zao, zinawasaidia wao na familia yao. Asante sana mwenyekiti, naunga mkono hoja.